Naam, mtazamaji popote pale ulipo, kwanza ni kusalimie habari za muda, habari za wakati huu. Bila shaka ujambo, buheri wa afya. Tumewasili katika uwanja wa TFF jijini Tanga nchini Tanzania, katika kata ya Mnyanjani. Kubwa zaidi ni mara baada ya hii leo makocha kupewa mafunzo. Nataka mkaufanyie haki mpira. Tunahitaji makocha wa grassroots zaidi ya 200. Tunataka tufanye mpira uende sawa sawa. Wale watu wakafundishwa ABC za mpira. Sisi tumecheza mpira, hatukuwahi kufundishwa hivyo. Zamani ili ufundishwe mpira wakati hao kina Abu Yasin Napili wakicheza, lazima ufike ligi kuu ndio unaweza ukapata kocha wa sawa sawa. Nasema tena, kama kuna mtu alikuja akabipu, basi abipu achukue cheti hiki cha grassroots aondoke. Lakini kama kuna mtu kweli kabisa anataka kung'ata meno ili akafundishe mpira, mpira yuko katika njia sahihi kabisa. Unaweza kuacha chochote ukafanya kazi ya mpira. Na kama unajiamini una kipaji, utafika mbali, kwa sababu kocha wa mpira hajifichi. Lakini tuko naye mwenyekiti hapa, tuweze kuzungumza kwa kina zaidi kuhusiana na undani wa taarifa hii. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa mkoa wa Tanga, naitwa Martin Kibua Sasa. Leo tumeona mmeanzisha kozi hii ya makocha. Kipi zaidi ambacho kimewasukuma zaidi kuweza kuanzisha kozi? Tuna uhaba wa makocha katika ngazi za awali. Uhaba mkubwa sana. Unakuta ligi ya wilaya kama Muheza wana timu zaidi ya 40, lakini hupati database ya makocha. Timu ya wilaya ya Korogwe wana timu zaidi ya 100, hupati database ya makocha. Lakini na kwingine tukaona tuanze hizi kozi za awali kwa kishindo. Tumefanya hapa washiriki zaidi ya 50, tutafanya Muheza washiriki zaidi ya 50, na tutafanya Korogwe washiriki zaidi ya 50. Lengo ni kwamba tukienda Korogwe na wilaya za jirani zinafika, tukienda Muheza na wilaya za jirani zinafika, tunataka tuwe na watu wa grassroots zaidi ya watu 200, ili tuone tunaenda kufanya vipi, tunaenda kutendea haki mpira wetu. Rais wetu wa TFF anahangaika kule juu, na sisi huku chini lazima tuhangaike. Mpira kwa sasa unazidi kuwa bora zaidi. Labda mmegundua nini moja ya changamoto kubwa uweza kuanzisha hii kozi zaidi? Kwanza tumesema hivyo kwamba makocha wana mzigo mkubwa sana katika ngazi ya vilabu. Kocha asipokuwa na weledi kwenye ngazi ya vilabu anakwenda kuharibu kila kitu. Kocha ndio kila kitu kwenye vilabu kwa upande wa ligi hizi za amateur, ligi za chini. Kocha kama hajasoma anaweza kuharibu kila kitu, kwa sababu kocha ndio kila kitu katika ngazi za chini. Ngazi za chini kuna mwenyekiti wa klabu, kuna katibu wa klabu, lakini hakuna mtu mwingine tena wa kumbackup kocha. Hana kit manager, hana team manager, hana kocha msaidizi, hana daktari, hana chochote. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tumeona tuwape hawa elimu ili wafahamu kocha unakwendaje, na wanafahamu kwamba wapi wanaenda. At least wapate na matumaini pia kwamba kuna siku moja watafika wanakotakiwa kufika. Target yenu zaidi ni kuwafikia asilimia ngapi ya makocha? Tunataka makocha zaidi ya 200 katika ngazi ya awali. Alafu tutafanya kozi moja ya class D. Tutafanya zaidi ya watu 100 watasoma class D safari hii na class C safari hii. Tutafanya kozi za grassroots 3, tutafanya kozi ya class C 1, tutafanya kozi ya class D 1 ndani ya mwaka huu, ili tuone huo mpira unakwenda kufika kwa njia gani. Leo tayari hawa wameanza. Inawezekana kuna wengine wafahamu fursa hii hapa, ama hawa wamefanya kuchaguliwa. Je, kupatikana wengine wanataka nafasi wanaweza wakaja? Tutaitangaza ya Muheza, wawe aware. Tutaitangaza ya Muheza very soon. Itafanyika ya Muheza. Tumeongea na mbunge Mwana FA, katibu wake amesema mambo yataenda vizuri. Kwa hiyo tutafanya Muheza, alafu itafuata ya Korogwe ambao pia tumeongea na mbunge Mzava ili aone anafanyaje ili watu wapate elimu ya mpira. Kwa kumaliza mafunzo haya kwa leo yameanza na tamati yake ni lini? Yatatamatishwa Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio yatakuwa mwisho wake, ni kozi ya siku 5. Shukuru sana. Asante. Kwa majina naitwa Faki Amur Hamisi. Ilikuwa ni coach wa Skyforce Academy. Ilikuwa ni coach ambaye hajapata mafunzo, ila kwa sasa namshukuru Mungu nimekuja hapa kupata mafunzo ili kuweza kuendelea na kuwakuza vijana katika misingi ya kifootball kabisa. Awali ugumu gani ambao mlikuwa mnapitia zaidi? Awali ilikuwa ni tunafundisha tu pasipokuwa na ujuzi. Unajua mtu kama hajaingia darasani na kama hujasoma, kuna vitu vingi sana ambavyo huvijui. Japokuwa kwamba unafundisha tu kutokana na mazoea ambayo ulikuwa nayo, kutokana na mtu kama kacheza football, umeona. Lakini kwa sasa unaenda kufundisha kitu ambacho tayari umekisoma. Kwa kama kitu umekisoma, kuna ujuzi mwingi ambao umeongezewa, ambao kulikuwa kuna ambao wajua na ambao hawajui. Ila kwa sasa vingi sana ambao tunaenda kupata ambavyo tunavijua. Kwa hiyo wajiandae tu vijana wangu, lakini vijana wa Tanga pamoja vijana wa Tanzania, kwamba tumekuja kupata elimu bora, elimu nzuri kwa ajili ya kuwafundisha kitu ambacho ni kizuri zaidi na wao. Mimi naitwa Nasir bin Nasir.
Samples Samimi ndiye ambaye amekisha kila kitu kinapenda sawa kutoka hapa ndani ya uwanja wa TFF.